Tunamshukuru ndugu DJ anayetusaidia kuhusu kinanda, kwa sababu muziki unatusaidia sana kusogeza injili mbali zaidi. Lakini pia Ibilisi alikuwa ni mtaalamu sana kuhusu muziki. Ndiyo maana watumia muziki ni vizuri wawe makini sana, maana Ibilisi anaingia ndani ili aweze kupotosha ile nia ya Roho Mtakatifu. Kumbe sasa ningependa kuomba radhi kwake. Tunapokuwa tukiomba Mungu, maana tunakuwa ni muda ambao ni wa faragha. Tunapomwita Mungu ni vizuri muziki unazima, kwa sababu Ibilisi anaingia kwenye muziki na watu wasiweze kusikiliza maombi ya yule ambaye anayeomba. Kwa hiyo ningeomba tunapoomba ni vizuri, kwa sababu Mungu wetu si Mungu wa machafuko. Amen. Namshukuru Bwana Yesu kwa kuniwezesha kusimama kwa mara nyingine kwenye madhabahu hii kwa ajili ya kumhubiri Kristo. Mara ya kwanza nilikuwepo hapa nikiwa peke yangu, lakini leo namshukuru Mungu kwa kuwa niko hapa na ofisi yangu kuu, mke wangu na watoto wangu 5 wa kiume. Kwa hiyo nafurahi sana kwa kuwa leo nimekuja hapa, nimeenea. Wahubiri wengi walianguka na kupotea kwenye madhabahu kwa kukosa sapoti ya wake zao. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa mke wangu, kwa sababu anaendelea kuwa nami na kunipa sapoti kwa ajili ya karama hii, kwa ajili ya kumtumikia Mungu, na Mungu ambariki sana. Amen, amen. Namshukuru pia mchungaji kwa kuweza kunifungulia mlango ili niweze kufanya kazi ya Bwana kulingana na wito wangu, na Mungu ambariki sana. Ndugu kanisa, tuko wachache kwa leo. Kwa wanadamu tunaonekana kwamba tuko wachache, lakini mbele za Mungu sisi ni wengi. Haleluya. Kile Mungu anachotaka kwetu ni kuwa watiifu kwa neno la Mungu. Hata kama tuko wachache, Yesu Kristo alituahidi kwamba tunapokusanyika zaidi ya 2 yuko pamoja nasi kwa jina lake. Kwa hiyo kile Mungu anachohitaji kwetu ni ile Kristo akija, hawa wachache akiwapeleka, sisi tuko wengi. Kwa hiyo Mungu anahitaji kwetu tuwe watiifu tu, hata kama tuko wachache kwa neno lake. Amen. Amen. Bila kukawia, neno letu kuu la leo litapatikana katika wimbo wa wokovu. Wokovu Kiswahili cha Afrika ya Kati kule Kongo. Hii wokovu ambayo tumetumia, kama tuna wokovu, naomba tufungue ndugu yangu kwenye muziki, atuandalie muziki. Tunaenda kuimba wokovu 36. Nikisimamisha tutasimamisha. Wokovu 36 tunaenda kuimba kama beti 3 na tutaendelea na neno la Mungu. Tutakapokuwa tunaimba wimbo huu, naomba tusiuimbe kimwili, bali tuimbe tunatafakari maneno ambayo yamo katika wimbo huu, ili yaweze kuwa baraka katika maisha yetu, kwa sababu ni hapa tutatoa kiini cha neno kuu la leo. Ameniokoa, amenipa utulivu, kwake ninaona raha, ninataka kumsifu. Haleluya, 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 nimefika bandarini. Haleluya, 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 jina la
kupasha pande zote, mhubiri enda mbio, kufikisha nchi zote. Haleluya, 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 nimefika bandarini. haleluya, 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 jina lake ni mnara. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa kuwa umetenga muda mzuri kwa kanisa lako ili neno lako liweze kusikika mbele ya wajoli wako. Baba, nakuomba neno hili uweze kulitia Roho Mtakatifu ili uweze kupenya ndani ya mioyo migomo pale ambapo tunaposubiria Kristo kuja kuchukua kanisa. Na kuomba Baba, neno hili liweze kuwa baraka katika mioyo yetu. Tunaomba hayo ni katika jina la Yesu, amen. Neno kuu ambalo ukitoka hapa utaenda nalo ni neno ambalo linasema tutapokelewa bandarini. Amen. Tutapokelewa bandarini. Kila yoyote ambaye aliyoko hapa, hata na mwingine aliyoko nje ya kanisa hapa, tutapokelewa bandarini. Kabla hatujaingia kwenye moyo wa somo letu, ni vizuri tuelewe bandari ni nini. Kanisa, tuko pamoja? Naomba usisinzie muda huu, kwa sababu kuna kile ambacho Roho Mtakatifu anataka kwako. Vijana, msisinzie, naomba mnitege masikio na mniangalie. Bandari ni nini? Bandari ni mahali maalum kama vile bahari au ziwani penye miundombinu ya kupokea meli, kupakia na kupakua na kupakia mizigo au biashara na kushusha abiria. Kwa maneno mafupi, bandari ni sehemu ambapo wafanyabiashara wanapopokelea bidhaa vyao kutoka nje ya nchi. Mizigo hii inayopokelewa bandarini inaenda katika maeneo tofauti. Kwa mfano, bandari ya Dar es Salaam, mizigo inaenda Burundi, Tanzania, Rwanda, Uganda na kwingine. Ndivyo ilivyo katika maisha ya ulimwengu wa roho. Mimi na wewe katika ulimwengu wa kiroho tuko biashara. Sisi ni bidhaa vinavyoelekea bandarini ambavyo viko karibu ya kupokelewa na wafanyabiashara. Tunaposoma katika waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Amen. Paulo hapa anachokizungumzia ni kifo kilichopo mbele yake. Paulo alionyesha jinsi gani yeye kama mzigo au biashara anaelekea bandarini kupitia kifo. Unapoendelea kusoma sura hiyo au verses zinazofuata, Paulo anasema kwamba baada ya kupokelewa kwa kishindo anatazamia taji ya haki. Kumiminwa ni nini kanisa? Kumiminwa ni hali ya kutoka katika mwili huu na kuvaa mwili wa kiroho au mwili wa utukufu. Kama jinsi mzigo unaotoka China au kwengineko ukielekea bandari ya nchi nyingine, mzigo huo unatafutiwa nyaraka zingine ambazo zinakidhi viwango vya nchi nyingine. Sasa basi, mtu yeyote aliyeumbwa na Mungu, awe mpagani, awe mchungaji, awe mtu aliyemjua Kristo, sote ni biashara inayoelekea bandarini. Uwe mchungaji, uwe askofu, uwe mwalimu wa kanisa, mama mchungaji au mwana maombi, sote ni mizigo inayoelekea bandarini. Upende usipende, unasubiriwa bandarini. Ndugu yangu unayekaa hapa, kama ni kijana, kama ni mwanamke, kama ni mchungaji, kama ni mwinjilisti,
sisi sote tupende tusipende, tunasubiriwa bandarini. Tunaposoma waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema, wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Hapa Mtume Petro naye katuonya kwamba sisi tuko wasafiri na wapitaji. Sisi ni biashara inayopita ikielekea kwa wafanyabiashara waliotununua. Bandari, ndugu wapendwa, tunayoizungumzia si bandari ya Dar es Salaam, si bandari ya Mombasa, si bandari ya Marekani. Bandari tunayoizungumzia ni bandari ya kiroho ambayo haionekane kwa macho yetu. Tumesikia kwamba mizigo au biashara inapofika bandarini inaelekea mahali tofauti na inakuwa na wanunuzi tofauti. Lakini biashara tunayoizungumzia leo, hii biashara ya kiroho, baada ya kupokelewa kule bandarini, katika bandari ya kiroho kama nilivyozungumza, biashara hii ya kiroho itaelekea sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kuna paradiso ya Mungu. Mungu ndiye mfanyabiashara wa kwanza ambaye anatarajia kupokea biashara bandarini. Kristo alipokufa msalabani akamwaga damu yake na maji, ilikuwa ni kununua biashara yake, mimi na wewe. Unapomkiri kuwa Bwana na Mwokozi wako, wewe umekuwa bidhaa ya Kristo unayesubiriwa bandarini. Sehemu ya pili ambayo itaelekea mizigo baada ya bandari ni kuzimu. Hiyo ndio sehemu nyingine itapokea biashara baada ya kufika bandarini. Mfanyabiashara wa pili ni Shetani. Ndugu mpendwa uliyekaa hapa, unayekaa katika anasa ya dunia, ujue kwamba mfanyabiashara wa pili ambaye anayotusubiria bandarini ni Shetani. Ibilisi baada ya kufurushwa mbinguni, Mungu alimwandalia jehanamu kama zawadi. Sasa huyu Ibilisi haendi mwenyewe, anatafuta bidhaa au biashara ambaye ataenda naye huko jehanamu. Tumesikia kwamba wafanyabiashara katika ulimwengu wa kiroho ni wawili, ni Mungu na Shetani. Vijana ambaye mmetuimbia au na wengine ambao mlioko hapa kanisani, mjue kwamba wafanyabiashara wa kiroho kuna Mungu na Ibilisi. Mungu anafanya kampeni kupitia mwanaye Yesu Kristo, na Ibilisi hivyo hivyo anafanya kampeni kupitia maagenti wake hapa duniani. Katika ile beti ya 4, ule wimbo ambao tumeimba, mwimbaji amesema nini? Amesema, Yesu, siku nitakufa na maisha ni tayari, nichukue kwako juu penye raha ya milele. Haleluya! Yesu, siku nitakufa na maisha ni tayari, nichukue kwako juu penye raha ya milele. Hii beti ya 4, mwimbaji alichozungumza ni nini? Anamlilia Kristo akisema, Bwana, najua ipo siku nitafika bandarini kwenye mapokezi. Akasisitiza akimwomba Kristo, nichukue kwako juu penye raha ya milele. Haleluya! Hii, ndugu wapendwa, ni ishara inayoonyesha kwamba kuna wale watakaopokelewa kwa shangwe na kuingia kwenye raha ya milele. Hawa watu watang'aa baada ya bandari kupokelewa, watang'aa milele na milele. Lakini kuna upande mwingine. Yesu Kristo alizungumza vizuri kule kwenye Injili ya Mathayo, ile sura ya 13 mstari wa 44. Yesu alisema, nao watatupwa katika tanuri ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Upande mwingine watapokelewa kwa kilio na machozi. Kadiri tunavyoelekea kumaliza fundisho hili, naomba ndugu yangu ulioko hapa utafakari jinsi utakavyopokelewa bandarini. Kadiri tunavyoishi katika maisha haya ya kimwili, ndivyo tutakavyopokelewa, kwa sababu jinsi unavyoishi katika maisha ya leo ndivyo itakavyoonyesha sifa ya kupokelewa kwa huzuni au kwa shangwe.
Ni wewe kujichunguza, ujue kwa staili ipi unahitaji kupokelewa baada ya kutoweka hapa duniani. Unaweza kuwa mwimbaji mzuri, unaweza kuwa mchungaji au mwinjilisti, lakini unajiona kwamba ulishamaliza. Unajiona kwamba wewe ni wewe na kufanya unachokitaka. Unaishi maisha yasiyoongozwa na Roho wa Mungu. Unaishi kuongozwa na tamaa za mwili, kwa sababu unaona kwamba wewe ni mwimbaji wa miaka mingi. Wakina mama na mabinti huko nje mnavaa uchi kabisa kupitia mavazi ya kikahaba. Siku nitakapopata neema nitarudi nifundishe misingi ya mavazi ya kikahaba, maana wanawake wengi makanisani wanaishi kama vipofu kwenye idara ya mavazi. Hawajitambui kabisa. Hata kuna wainjilisti, kuna wachungaji ambao katika familia zao, makanisa yao wananunulia familia zao mavazi ya kikahaba, na hao wote tunajisifia kwamba tunatarajiwa kupokelewa kwa shangwe baada ya badali. Lakini sio hivyo. Hao wote tutakuja kutambua ukweli baada ya kupokelewa badali. Lakini leo Roho Mtakatifu ameleta neno hili ili tuweze kujitambua mapema. Unaishi unavyotaka kwenye ndoa yako bila kuongozwa na neno la Mungu. Wengi tunaona raha kusuka watoto wetu, kuwanunulia nywele za bandia. Ndugu yangu ambaye una mtoto, unajiita kwamba wewe ni Mkristo, bado unafanya chukizo hii kwa watoto wako. Katika ulimwengu wa kiroho wewe ni kipofu. Maana naomba mniwie radhi, kwa sababu mimi Mungu ameniita ili niweze kuhubiri the full gospel. Nahubiri nagusa dhambi, kwa sababu tunahitaji watu ambao wawe tayari kumpokea Kristo. Kwa sababu hatukuja kuandikisha majina yetu, ni kuandaa bibi harusi. Wewe unaitwa Mkristo ila bado unaishi kwenye mila na desturi za familia yako. Hiyo inakufanya wewe uwe vuguvugu katika ulimwengu wa kiroho. Ipo siku utafika bandarini kwenye mapokezi, ndipo utatambua kwamba mila na desturi ya nchi yako au ya familia ilikuwa tofauti sana na ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo sasa, ndugu yangu unayenifuatilia, upende usipende, lazima utapokelewa tu. Hautapokelewa kwa shangwe kwa sababu mimi ni mhubiri nasimama hapa na wahubiria. Hapana. Hautapokelewa kwa shangwe kwa sababu wewe ni Mkristo wa zamani, wewe ni mtumishi tangu Kongo, Tanzania, Rwanda na pengine. Hapana. Utapokelewa kwa shangwe kwa sababu ya maisha unayoyaishi ya kumpendeza Mungu. Bila hivyo, ndugu, usijifariji. Bandarini, mfanyabiashara anapopokea biashara yake au mizigo yake, lazima analipia. Kama ni gari, lazima aitafutie document. Tukisoma katika Wafilipi 3:20 hadi 21, neno la Mungu linathibitisha kwamba sisi kama wenyeji wa mbinguni tutapokelewa bandarini kwa kubadilishiwa miili yetu ya kimwili na kuvaa miili ya utakatifu. Itakuwa siku ya shangwe kwa wewe mpendwa ambaye unayempenda Kristo na kuishi mapenzi ya Mungu. Uwe maskini au uwe mtu wa kawaida, kama unampenda Kristo, jua ipo siku utapokelewa kwa shangwe. Kabla sijamaliza, nataka nionyeshe mambo ya kiroho, jinsi watakatifu na wapagani watakavyopokelewa bandarini. Kwa hiyo wewe ni wewe wa kuchunguza na kusema mimi nahitaji kuchukuliwa au kupokelewa hivi au hivi. Ile wimbo ambao tumeimba wanasema haleluya, haleluya, nimefika bandarini. Haleluya, haleluya, jina lake ni haleluya. Mtakatifu anapopokelewa akitoka mwilini, yeye haoni kuzimu kama mwenye dhambi, bali anaona utukufu wa Mungu ukimfunika, wenye kujaa upendo, furaha, amani na huruma. Lakini pia anasikia mziki mnyororo mwepesi
safi sana ambao unaitwa mineur, ambao umejawa na rehema. Mtakatifu baada ya kuona hayo yote anakuwa na shauku ya kuendea raha hiyo isiyokuwa na kifani, lakini anashindwa. Ndipo utukufu wa Mungu unaongezeka mbele yake. Hapo hapo malaika wawili wanashuka mbele yake. Malaika hao wanakuwa wamejawa upendo, furaha na amani. Wanamwambia, heri kwako unakufa katika Bwana. Haleluya! Umeshinda mwili, unashinda dunia na yaliyomo, na umeshinda ibilisi na mapepo zao. Hayo ni maneno ya faraja kwa mtakatifu. Hapo hapo malaika anamwambia mtakatifu, simama tuondoke. Mtakatifu akitaka kuchomoka aondoke, anaona anashindwa, maana anaona amevaa suti ndefu inayomzuia kuchomoka. Ndipo malaika anamwambia, vua suti hiyo tuende zetu. Mara moja mtakatifu anajikuta yuko katikati ya malaika wale wawili, akiwa na mwili wa mbinguni, baada ya kuvua ule mwili wa dunia ambao ilikuwa ni suti ndefu ilikuwa inambana. Ndipo mtakatifu na malaika wale wanaruka angani, wanaondoka mpaka paradiso ya mbinguni wakisherekea ushindi. Haleluya! Ndugu mpendwa, unahitaji kupokelewa kama mtakatifu? Jinsi mpagani anavyopokelewa bandarini. Katika nchi zetu za Kiafrika huwa tunaona jinsi mtu anavyopelekwa na idara ya upelelezi, anaenda akifungwa pingu, akipiga kelele, maana anakuwa ameshaona kifo mbele yake. Ndivyo ilivyo kwa mpagani anavyopokelewa bandarini. Mpagani anavyotoka mwilini, kwanza anaona shimo la kwani, anaona shimo la kwenda kuzimu ambalo limejawa huzuni, tabu na dhiki. Anasikia sauti ambayo inamkejeli ikimwambia, unakufa tena, unafia dhambini, sasa unaenda kuzimu. Ndugu mpendwa ulioko hapa, naomba unisikilize. Sauti leo inayokufurahisha ikikwambia kwamba uzinzi ni mtamu, mavazi ya kikahaba ni matamu, kusuka nywele ni vizuri, kununua nywele za bandia ni vizuri, hiyo sauti inayoongea na wewe kutoboa masikio. Sauti leo inayokupa jeuri, kutokuheshimu Mungu. Sauti leo inayokufanya usimheshimu mumeo kama kichwa cha familia. Ni sauti hiyo hiyo itakayokukejeli utakapokuwa ukipokelewa bandarini, ambayo itakwambia umefia dhambini, sasa unaenda kuzimu ya tabu. Sauti hiyo inayofanya wewe uwe na moyo mgumu wa kufanya chochote unachokihitaji, kumpinga mchungaji anapokushauri, mwalimu anapokushauri, mmeo anaokushauri, unapinga, unaona kwamba ni anasa. Sauti hiyo hiyo baada ya kupokelewa na mapepo, sauti hiyo itakukejeli, itakwambia sasa umekufa na unafia dhambini. Leo unajiona jeuri sana. Wewe ni binti mzuri sana ambao unachanua nywele zinasimama, si ndio? Wewe unajiona kwamba wewe ni mtumishi wa muda mrefu. Unaposhauriwa kuacha dhambi lakini hupendi. Lakini siku hiyo utahitaji kugoma kwenda kuzimu na mapepo, lakini utakuwa umechelewa. Utahitaji kukataa kwenda huko shimoni kuzimu, lakini utakuwa umechelewa ndugu. Mapepo katili ambayo yanahusika na mapokezi baada ya bandari yatakushika na kukushusha kuzimu kwenye mateso na dhiki. Utashuka upende usipende, utapigwa kipigo cha nge. Ndio maana unaona mtu anavyokufa. Mimi nimeshawahi kuona mzee wangu alikufa, babu anafia mikononi mwangu. Mtu mpagani anavyokufa, anavyopokelewa bandarini, anatoa pofu kinywani, anatupa mikono kule na miguu, kwa sababu anakuwa amefika kwenye mapokezi. Anaona
kuzimu inawaka, anaona mapepo na kuja kumpokea, hasa anataka kujipigania ili asiende kuzimu, lakini anakuwa amechelewa. Mungu atusaidie sana. Naomba nisome kabla sijamaliza Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 20 mstari wa 26-27, Biblia inasema, kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo. Huyo alikuwa ni mtume Paulo alipokuwa akiwaaga wazee wa kanisa kule Efeso, kama jinsi na mimi nimesimama hapa nikiwahubiri Injili. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu yenu. Narudia tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. 27. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu, na Mungu atusaidie sana. Leo tunawahubiria kuhusu utakatifu na kujiandaa kupokelewa bandarini. Kwa hiyo kesho usije ukasema kwamba sikuhubiriwa. Uamuzi ni wa kwako binafsi, jinsi gani unavyohitaji kupokelewa, kwa shangwe au kwa majuto. Kwa kusaidia mpendwa ulioko hapa, ili uje ukapokelewa kwa shangwe, kwa sababu Mungu ametuita ili tuweze kuleta nuru kwa kanisa, ili watu wajiandae kupokelewa kwa shangwe. Hakuna kingine ambacho unachohitaji kufanya, ni kumwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Kristo awe dereva wa maisha yako. Usijiendeshe mwenyewe, lakini Yesu Kristo awe kiongozi wa maisha yako, katika mavazi, katika kuishi katika ndoa yako, katika kuishi kazini, katika kuishi katika kanisa lako na nyumbani. Kristo awe kiongozi wako. Lakini pili, ishi utakatifu. Jiepushe na kujinajisi. Tunapojinajisi na mambo ya kidunia, hiyo inapoteza utakatifu kwetu. Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 14, Biblia inasema, tafuteni kwa bidii amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tukimbie tamaa za mwili, tukimbie teknolojia, tukimbie mambo ya unajisi, kwa sababu ndiyo anatuweka mbali na utukufu wa Mungu. Usiishi kwa ajili ya tamaa za mwili au kwa ajili ya mila na desturi. Mambo ya dunia hautamaliza. Kila chochote kitakachoibuka unaweza kaenda nacho, lakini hautamaliza. Lakini utaishia kwenye majuto na kulia na kusaga meno. Tunaenda kuomba. Tumezungumza, tumeonyesha jinsi gani tutakavyopokelewa baada ya madali, na tumeonyesha sifa ya kupokelewa kwa shangwe. Inawezekana katika maisha ya kawaida kuna sehemu ambao uliteleza ikakusababisha wewe kesho au leo utakapotoka hapa ukipokelewa bandarini usipokelewe kwa shangwe. Kwa hiyo tunaenda kuomba. Kristo anakusubiria ili aweze kukutakasa, ili utakapoondoka upokelewe kwa shangwe na malaika ukienda paradiso. Ni nani anahitaji kuomba na mimi ili tumwombee msamaha kwa Mungu? Ni nani? Yote uko katika mwendo wako, yafaa kumwambia Yesu atakusaidia, kwa kuwa kila Mwokozi neema. Ni nani anahitaji aombewe kwa siku ya leo? Ni nani? Dana atiana tamsifuye. Bwana Yesu anakusubiria kwa leo. Unaweza, siku ya kesho sio ya kwako. Tunapotoka hapo nje hatujui yatakayoendelea. Kwa hiyo Kristo yuko hapa, anahitaji kukusamehe
piga hatua uje ili tuombe kwa pamoja, kwa sababu usichezee ndugu yangu uzima. Baada ya bandari kuna njia mbili, kuna kuzimu na kuna paradiso. Ukichokewa na raha na ukijaribi, Mwokozi yu karibu sana. Wako wakina kaomba, Mwokozi neema yake ataondokana ajiana tamsiku. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye uliyeumba nchi na mbingu. Tunakushukuru kwa kuwa wewe unatutakia mema kila itwayo leo. Nakushukuru Baba kwa kuwa umeniwezesha kulizungumza neno lako. Baba, mimi ni mtumishi wako. Baada ya kunena na kuonesha neno hili ambalo tumelihubiri kwa kanisa lako, naomba Baba, wewe ndiye una uwezo wa kubadilisha mioyo ya wana wako. Kwa hiyo nakuomba neno hili lishindikize na Roho Mtakatifu. Tunapotoka hapa tukielekea majumbani kwetu, neno hili liendelee kufanya kazi kati ya maisha yetu, ili tuweze kubadilika kabisa, tuwe tayari kwa kupokelewa bandarini. Asante Baba kwa kuwa wewe unatakia mema. Uliandaa paradiso kwa ajili ya watu wako ili wasije wakateseke huko jehanamu. Kwa hiyo nakuomba yote ambaye aliyoko hapa amesikia neno hili, Baba, neno hili liweze kufanya kazi katika mioyo yake, ili kesho tuweze kukutana katika paradiso tukisherehekea ushindi. Asante Baba kwa kuwa utaenda kulibariki kanisa lako, ni katika jina la Yesu. Amen.